Mchana huu wa leo tutakuwa na sehemu ya pili ya somo tuliokuwa nalo jana asubuhi. Wito wa kuweka imani katika moto. A call to put faith in fire. Not on fire, but in fire. Na jana tuliona mambo mawili yanayoambatana. La kwanza na uwanda wa Dura. Kaona jinsi ambavyo ilikuwa ni ukumbi lakini ambao ni natural. Na tukaona ulikuwa ni mwaka wa 18 wa utawala wa Nebukadreza. Ilishangaza sana kwamba katika mwaka wa pili wa utawala wa Nebukadreza, ile sura ya Danieli, sura ya pili inamalizia Danieli acknowledge Mungu wa Danieli, Mishaeli, Anania na Azaria. Kwenye ile aya 48-49 kwamba hakuna Mungu kama huyu anayejua mafumbo, anayejua siri, anayejua nini. Ukiwa ni mwaka wake wa pili, hivyo ndivyo Danieli sura ya pili inasema ilikuwa ni mwaka wa pili wakati anaota ile ndoto. Sura ya tatu mwaka wa 18 anafanya vitu tofauti kabisa. Kwa nini? Kwa sababu kichwa cha dhahabu aliambiwa baada ya utawala wako watakuja wengine wenye mikono na kifua ya fedha. Mido Pesha. Halafu nao watakaa kwa muda wote huo. Watakuja Wayunani, tumbo na kiuno cha shaba. Halafu ije Rumi, miguu ya chuma. Kisha nyayo iliyochanganyana na chuma na udongo. Halafu kuna jiwe lililochongwa kutoka angani bila kazi ya mkono wa mwanadamu. Na akasema lile jiwe litajaza dunia yote, litaswaga zote hizo falme. Na alisikia kabisa ikiwemo na wa kwake hautakuwepo. Kichwa cha dhahabu. Lakini baada ya miaka 18 akasema no, kapindua kila kitu. Kafyatua sanamu kuanzia kichwa mpaka nyayo dhahabu. Maana yake utawala wake hauwezi kuwa temporal, ni permanent. Moja. La pili, anataka eleza kwamba ni uongo, si kweli. Kwa hiyo unaona vitu tofauti. Kwa hiyo ukisoma sura ya pili inavyomalizia na hii ya tatu, unaweza kufikiri ni connection ya kesho. Miaka 18 akafikia hatua akadhani si kweli, maana miaka 18 ya kipindi chake anaona ni muda mrefu sana. Akawa na uzoefu, akasahau, na akafikia hatua ya kubadilisha ujumbe na akatengeneza. Na Biblia ilitueleza wanaotengeneza sanamu wanafanana nazo. Hiyo ndio tulisoma Zaburi 135. Kuanzia ile aya 10 na kuendelea. Wanafanana nazo, zina macho hazioni, zina mdomo haziongei, zina pua hazinusi, zina mikono haishiki, hazina pumzi ndani, zimekufa. Na wanaozitengeneza wanapoteza sifa ya kuishi kwa aina yoyote ile. Hayo maisha yanatuonya sana kuzoea mambo matakatifu. Mara nyingi walio na vichwa ngumu sio waliobatizwa jana.
Wale ambao wamekuwa kanisani wanaenda ibada kila leo mpaka wanakuwa wakapata fursa za adventure, fursa za Pathfinder, fursa za ambassadors, fursa za YA, fursa. Wamemzoea Mungu mpaka watishiki na waogopi dhambi. Head strong. Kaa tu tafakari uone, wakorofi sio waongofu wapya. Kuwa na nafasi ya kuona uwezo wa Mungu na utendaji kuanzia mwanzo. Unasoma, weka knowledge kwenye akili, hiki na kile, shiriki mambo matakatifu hiki na kile. Don't forget, holiness is not contagious, is not caught. Holiness is not transferable. Tuliliona hilo jana. You cannot transfer holiness to somebody. Ndivyo Hagai alivyosema sura ya 2 aya 10 hadi 13. Kwa hivyo, kwa sababu holiness, God's performance, sio man performance. Tunaweza tukafanya mambo matakatifu, tukashiriki utume, tukafanya hivi na kile, lakini holiness haiambukizwi. Ndio maana kwenye mafundisho ya mahusiano tulitahadharishwa na Peter John. Anaweza aimba, anaweza hubiri, anaweza fanya hiki na kile, lakini haimaanishi kwamba anajali utakatifu wa Mungu. No. Nenda zaidi ya pale. Maana ndio Yesu pia anayotuonya mwenyewe kwenye Mathayo 7:21 hadi 23. Si kila mtu anitaye Bwana Bwana, ila ni wale watendao mapenzi ya Mungu. Na wale watu wanaosema sitawajua wametajwa ni wale waliosema hatukutoa unabii, maana yake we preached, we taught in your name. Halafu tukatoa mapepo, we cast demons by your name. Halafu akasema tukafanya miujiza mingi. Halafu Yesu anasema nitawaambia dhahiri, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Watch out. Holiness is not transferable. Sin, yes. Dhambi inaambukiza, ndio, lakini sio utakatifu. Sio utakatifu, unahitaji repentance. Na repentance sio kazi ya mwanadamu. No, kwa sababu Acts 5:31 inasema Yesu ameketi ili awape Israeli toba na msamaha wa dhambi. It's Jesus who gives us repentance. We cannot plan to repent. It is not within our reach. Kwa mtu asije akasema mimi nitatubu kesho. Toba haiko ndani yetu. No. Katika kitabu cha Warumi sura ya 2 mstari wa 4 anasema, je, waudharau wingi wa rehema zake, msipate kujua ya kwamba kwa wingi wa rehema zake anawavuta ili mpate kutubu? Toba haimo ndani ya uwezo wetu. Ni mwaliko na utendaji wa Mungu. Kwa hiyo wewe ukakuplani kufanya dhambi, alafu ukaplani nitatubu. Utakuwa unafanya tu matendo ya kidini, kwa sababu toba haitengenezwi na mwanadamu. Kwa hivyo tulitahadharishwa, dhambi inaambukizwa kama ilivyo virusi vya mafua. Ukicontact mtu aliye na flu unaweza ukaambukizwa, lakini huwezi kuambukizwa afya yake ya kimwili kwa kucontact naye. Hiyo ni mchakato mwingine. Kwa hivyo nalikuwa ni kauli ya Mungu mwenyewe kupitia Hagai. Ilikuwa neno la Mungu kwa nabii Hagai, waulize priests, waambie utakatifu unaambukizwa? Makuhani wakajibu hapana. Je, unajisi unaambukiza? Ndio, unaambukizwa.
Ukiona wale vijana wamesimama miaka 18 wakizungukwa na ile mahakama, wazunguka na ile ikulu ambayo ni fisadi, alafu ikulu ambayo ni ya starehe, alafu wamebaki kuwa sahihi mbele za Mungu 18 miaka. Hatutakuwa na udhuru. Hatutakuwa na udhuru. Maisha ya wale vijana yatatuhukumu. Tukaangalia jambo la pili. Moja kidogo tuombe. Mungu wetu, asante kwa neno hili ulilotuita tunapojifunza kutoka utendaji wako, kwa uaminifu wako kwa vijana hawa. Nasi mioyoni mwetu tunatamani kuwa hivyo. Tuwezeshe kusimama na utuwezeshe kuwa washindi unaponena nasi neno hili mchana wa leo, kwa jina la Yesu, amina. Danieli 3 ilikuwa ni sherehe ya kitaifa kwa mataifa ya ulimwengu wa wakati ule. Na ile sherehe ni ya kuweka wakfu mamlaka ya Nebukadreza na Mungu wa Nebukadreza. Matangazo yalitolewa, watu wakaenda kuweka imani katika moto. Hawa vijana wakajua huo ndio muda wa kuweka imani katika moto. Na tunaenda kuona kilichofanyika na kwa nini Mungu alichagua namna ile. Na yote imeandikwa ili atufundishe sisi wakati wa mwisho. Kwa hiyo fungua Danieli sura ya 3. Soma tena aya ya 1 hadi aya ya 7. Danieli sura ya 3 aya ya 1, neno la Mungu linasema, Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu, ndio, ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60, ndio, na upana wake dhiraa 6. Sawa. Akaisimamisha katika uwanda wa Dura, ndio, katika wilaya ya Babeli. Wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamiri. Sikiliza, watu waliokusanywa kwa sababu ilikuwa hiyo ni national, it was also political, it was also religious unification. Angalia, ilikuwa ni to unite the nations, to unite the politicians, to unite the religious people into one, to King Nebuchadnezzar and to his God. Hii ndio ilikuwa pale. Mambo matatu: national, political and religious unification. Kwa hiyo haikuwa kitu cha kusema ni sherehe tu. Ilikuwa na agenda ya kuunite the kingdom to Nebuchadnezzar and to his God. Sangalia, watu wanaoitwa pale ni officials, governors, lawyers, judges and everyone, appointees. Unaona wanavyotajwa? Hebu soma wasikie wanaotajwa pale. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamiri, na manaibu, na maliwali, na makadhi, ndio, na watunza hazina, na mawaziri, ndio, na mawakili, na wakuu wa wilaya zote. Government officials, professionals,
elite people from all over. Ilikuwa ni tukio sio la kawaida. Unification. Alikuwa ameshaswaga huku, ameswaga kwa Wamedi na Wajemi, ameswaga huku na kule, na anataka awaingize kwenye umoja wa kitaifa. Mataifa yale yote, wote wakaitwa leaders wote kwenye utawala wake. Hilo ni tangazo lilitolewa. Anania, Misha na Azalia wakiwa miongoni mwa wakuu wa wilaya kadha wa kadha, nao wakasikia. Soma msomaji. Ili wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu. Wahudhurie wakati wa uzinduzi wa ile sanamu Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Paka mstari wa 7. Ndipo maamiri wakaja, na manaibu wakaja, na maliwali wakaja, na makadhi wakaja, na watunza hazina wakaja, na mawaziri wakaja, na mawakili wakaja, na wakuu wa wilaya zote. Wakakusanyika ili kuizindua ile sanamu Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Wakaja katika huduma ya uzinduzi wa sanamu. Wakasimama mbele ya ile sanamu. Wakasimama mbele ya ile sanamu. It was public display. Sio kusema nitafanya mimi nikiwa chumbani. Never. Sikiza vile ambavyo Nebukadneza alichokuwa anafanya. You must vindicate who is Nebukadneza and his God. You have to do it publicly. A public display. Kwa hiyo huwezi kusema mimi naitikia lakini huko kule jikoni huko, hapana. Yani hapa ni mchana kweupe mbele ya sanamu, wote should attend, wote hao. Kwa hiyo ilikuwa ni tukio la hadharani. Ile ni confession of your faith. Confess it publicly. Sio kusema Nebukadneza live longer. No, come and do it publicly. Na unapofanya hivyo sio swala la sherehe, ngoja uone inafanyika. Ni swala la ibada. Sasa hebu soma usikie anachokieleza. Mstari wa 4 neno la Mungu linasema, ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema. Katoa tangazo. That was a command and now warning. Sikiliza onyo waliolitoa. Enyi watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote, umeamriwa hivi. This is the command. Wakati mtakapoisikia sauti ya panda, na filimbi, ndio, na kinubi, ndio, na zeze, na santuri, na zomari, na namna zote za ngoma, ndio, lazima kuanguka kuiabudu sanamu ya dhahabu. Lazima kuanguka. Ile sherehe ujue ya kwamba haikuwa swala, ile dedication ilikuwa inafanyika. Ilikuwa ni issue ya worship. Sio tu ala nimehudhuria sherehe leo, ilikuwa ni siku ya kupata uhuru kwa Tanganyika, kwa hiyo nimehudhuria. No. Ilikuwa ni kuhudhuria ili uweze kuabudu. Kila utakayesikia aina yoyote ya ngoma, ya zomari, ya santuri, ya nini. So music was another flavor. Sikiliza vizuri sasa uweze kuelewa kwa nini anazungumza hivi. Kwa hivyo it was added. Why all that kind of band? Why? Kwa nini music band zote iko pale? Kwa sababu Nebukadneza anafahamu vizuri sana. It was to add the ingredients. Music was an element that will bring a certain force to drive emotion of the attendees, drive them emotionally and psychologically, that they may produce something positively, their response towards. Music, kila aina ya muziki ilikuwa pale ikapigwa, kwa sababu muziki una move emotions, una click the psyche.
Sasa kama sisi siku hizi watu wana machi mpaka matangazo. Na ukishapiga tu unaona ananing'inia kama amechinjwa sehemu ya nini, yamebaki kiwiliwili, yani kama shingo karibili katike. Ana machi. Tena sasa hiyo, yani ili uone muziki unavyomfanya mtu paka anakuwa mjinga, ana machi kama twiga. Maana ni twiga mnyama pekee ambaye anaenda mkono wa kushoto na mguu wa kushoto. Unaona ana machi hivi sasa. Yani unajiuliza ni nini? The power of music. Mwanadamu hajawahi umbwa atembee hivi. Hakuna. Huyo ni twiga pekee ndio anaweza move namna ile. Lakini wana muziki unavyowafanya vijana wa Kiadventista, even when they speak about marching, in a trigger them no more the nature. Halafu watu wanaiga. Yani huyo ndio anaonekana advanced in marching. Na unamshangaa namna gani? Na ndio maana yani wewe niwaambie ndugu zangu, hizi style tunazo match hizi, na anageuka kama anapigwa X na anafanya hiki na kile, sio bure. That's the power of evil music. Wewe match kwa style zako zote uonekane ni bingwa, but you must be sure kila kitu hapa kiko dethroned, because such kind of music dethrones the reason. Halafu watu wanapopatikana wanatetea huo uchafu wa muziki huu. Sasa hivi vijana wa Kiadventista wanajulikana kama mahiri wa kumachi, wakati ni dancing. Ile ni dancing tu. Ndio maana kijana anasema ujue ni harusi gani unakuwa maid. Ni harusi ya nani? Unajua usiwe kama hauna ubongo, wewe ni kopo. Huyu anaenda kuoa, huyu anaenda kuolewa. Eti mmesoma naye ni tukasa, kwa hiyo nataka na uje umachi. Muulize vizuri ujue hiyo sherehe itafanyikaje. Usiwe mjinga. Na wanajua nyimbo zao za kufanya, na wanajua namna ya kufanya. Na unakuta wote waliokuwa kanisani kama watu fulani watakatifu, kutana nao kule nje ya kanisa. Aibu tupu kabisa. Ninayasema haya wazi kwamba kama ninyi hamwezi kusimama, God will raise up another young man. I'm telling you the truth. Hatuwezi kufanya ujinga namna hii. Wewe unasimama hapa ni tukasa, wewe unasimama ndani ya kanisa, unaongoza ibada, Sabbath school worship na divine service, unasimama kwenye mahubiri, unafanya hiki na kile, kuzungumza Biblia kwenye Bible study classes, kwenye Sabbath school class units. Halafu unafanya ujinga huu, na halafu unafanya hivyo. I'm very sure of this. God is going to raise up another group of young men. Sio hawa. Sio hawa ambao unasikia kila siku, vaa vizuri, usijipake manini hayo, usiweke na hiki. If we continue doing that, Mungu atainua watu wake, kwa sababu it is written, Mungu ataifunga kazi yake zaidi kuliko alivyoizindua wakati wa Pentecost. That one we are sure. God is going to raise up a young people there to be one of that movement. Hatuwezi kuwa bendera fuata upepo. Tuna mafundisho yote haya na tunafahamu ukweli huu, bado tunavaa vibaya, bado tunakula vibaya, bado tunakunywa vibaya, bado tunacheza na dhambi. No. Put your faith in fire. Put your faith in fire. Wale watu wanaweza kukari hiyo message leo ni wale ambao they only fear God and not men. When I talk about men, I mean men. From all over, from all rank. Fear men not. Ukiogopa watu dhidi ya kanuni ya Mungu, it's failure. Kwa hiyo wakati
wanaweka ule muziki. Those people, Hebrew young men, sasa wana miaka 30 na kitu. You cannot move them with Babylonian music. You can't move them. Ndio maana tunakoraidi hapo, unasikia huu muziki huu ni wastani. Huu ni wastani. Nani anapima hiyo wastani? Pako unataka mtu akuchoree hii hapana, hii hapana. No, Mungu ana bring principle. Uuliza maandiko. Kama umechanganyikiwa si uuliza. Neno la Mungu linazungumzia juu ya muziki. Tafuta usome uone muziki mtakatifu ni upi. Umejua kusoma na kuandika na unaweza ukawa access na vitu hivyo, lakini umeamua kufanya wanadamu ndio wakubagulie, ili upate sababu ya kusema anayesema ni huyu. Hiyo ni type of Ahab leadership. Kaona kule juu ya mlima, moto umeshuka, umekula nyama, umekula kuni, umekula mawe, umekula maji, kila kitu majivu. Halafu wale manabii wakashikwa wakaua mtokishoni. Baada ya kupeleka habari kwa mke wake yule na kumwambia Mungu wa Israeli hatimaye amekutukumbuka na mvua inanyesha na ameingia kati ya manabii wameuawa wa uongo, jina la Mungu litukuzwe. Halafu yeye alipoulizwa anasema Elia amewaua manabii. Ili tu umchonganishe Elia. Na ole wako uende useme mchungaji Semba alisema. Mimi sijasema. God is speaking to us. Mimi niliandika Danieli mimi. Wanasema mimi nilisema ni ya kwangu haya na tunayosoma hapa. Shauri yako. Paka thimu hii mimi hata sijui nane walikuwa. Hebu wale waliotengeneza hii thimu wako wapi? Hebu kimbia hapa kama ambao mlikaa kwenye kikao, mkaja na hii thimu kama mko hapa. Maana mimi nilikutana nayo tu kama ninyi. Hebu njoeni tukimbie hapa. Mimi hata sikuwepo kwenye hii na hiyo key text sikuwepo. Wakati na mimi ninaitwa njoo kuna thimu hii, walirushia tu. Ilikuwa jeshi la mtu mmoja kumbe. Mathayo mwenyekiti wa Yodo Mzoni. Mwenyekiti wa Yodo Mzoni yuko hapa. Sasa tunaokopa timu yenu na nini? Hebu ruhusu kidogo hii kama inaweza kufanya kazi. Yeah. Hebu ataje uone waje hapa ambao mimi sitawauliza maswali. Wengine hawapo. Mwingine ni Sara Ngosha kutokea TIA. Okay. Dizim. Mwingine ni Agnes Mzava kutokea Mbeya. Kutokea Mbeya hayupo. Kwa hiyo mlikuwa wangapi? Justin Biseku. Mlikuwa wangapi? Tulikuwa 5. 5. Hata watengenezaji nao walisahau walifanyaje. Nani kweli na hata wenyewe hata wajui kama mimi na wao nao nafikiri waliongozwa tu hata. Hivi mlifikiri nini hata? Hivi mlifikiri nini? Paka mkaja call to stand firm in faith alafu Daniel 3:16. Mlikuwa na nini kichwani? Mnaweza mkakumbuka labda mpaka mkajikuta mko hapo. Tulikuwa na zimu kama 20. Ya tulikaa tukapendekeza zimu kama 20, afu tukaanza kuchakata. Sasa hii haikuwemo kati ya zile 20. Lakini baada ya mchakato mrefu tukafikia wakati tukaanza kuunganisha maneno kutoka kwa mawazo mbalimbali, ndio tukapata hii zimu. Okay. Yeah. Asante. Rudisha sasa hivi siwaulizi, ila Bwana tu ndo alikuwa anawaongoza. Hilo ndo tunaweza kuona. Mbarikiwe sana mnaporudi. Ni Bwana tu alikuwa anawaongoza kabisa.
nilikuwa nazungumza kwamba music na hii inayoendelea, wewe ukitafuta kusoma na kuangalia na nini, nenda ujifunze. Tunatia moyo watu waende Tasuba wapate kujifunza, lakini nunua vitabu vinavyozungumzia pale, fuatilia. Halafu unajua ukiufahamu kweli, hata mtu akisema uongo kwa jina la Yesu Kristo na amesimama kwenye mimbari katika kanisa la Sabato, bado utamwachia ya kwake na utabaki na ya Mungu. Hii unaosikia pasa mnatuchanganya, ujue huyo hana Yesu tu, hataki kusikiliza neno. Basi, kwa sababu Biblia inasema, Yesu mwenyewe alisema kwenye ile Yohana sura ile ya 6, kama sio ya 5 nafikiri 45, akasema wote watafundishwa na Mungu. It is written in the prophets. Na ni Isaiah ndio ameandika kitu hiyo kwenye Isaiah kama 52 au 53. Wote watafundishwa na Mungu, sio wanadamu. Maana yake anachoeleza ni kwamba tukimsikiliza Mungu utasikia lugha tunachanganywa. Mungu hajawahi kutuchanganya, ila ukiona hivyo chukua uhusika wa Beroya, nenda usome neno. Kama tutapotea eti kwa kisingizio tunachanganywa na wanaotufundisha, ni wewe mwenyewe utapotea na haitakusaidia. Maana kwa kusema hivyo haimaanishi utaingia mbinguni. Amna. Kwa hiyo hawa vijana kama wangelikuwa wamejiendekeza kwa muziki ya ovyo, wangekuwa moved. Lakini angalia jinsi walivyo, hata ule muziki wa aina yote ulioplay pale haukuwa move. Ninyi ni mashahidi, mnaendaga kwenye sherehe za Waadventista, mnaona mpaka viongozi wakubwa wa kanisa mahalia, unaona nao wanaingia kwenye hizo changanyikeni. Makoti unaona yanaruka sasa hivi. Hani viongozi wetu wa kanisa mahalia wako hapo. Na wakati fulani unakuta na mimi mchungaji nimealikwa na unaniona nimo. Alafu wewe unakuja unaniambia, unajua mbona wachungaji mnatuchanganya. Tunawachanganya nini sisi? Tunawapeleka maabara sisi? Wewe uache Biblia, lazima uchanganywe na utachanganywa mpaka uchanganyikiwe. A call to stand firm in faith is a call to put your faith in fire. To stand alone, to stand firm, to stand tall, to stand strong in faith. Kwa hiyo hawa watu ukileta muziki kama huo, huwezi kuwa move hao. Huwezi. Ukija kwenye upande wa mavazi ndio uwezi, unaona ni shughuli. Na wakati fulani unakuta mwanaume mimi ninavyovaa ni vibaya, unakuta mke wangu anavaa vibaya, halafu wengine wasio na haya wala hawana akili wanasema hivi ndivyo mume wangu anavyopenda. Kwa hiyo una mume anayemzidi Kristo aliyekuumba wewe. Kabla hujamjua huyo mwanamume, unataka kusema nini? Unataka kusema nini leo? Yaani una Nebukadreza na umeamua kuambatana na Nebukadreza kuliko Mungu. Hata ungejifunza tu kwa yule nani? Vashti, mke wa Oswero. Mfalme amekula amelewa na ameweka mawaziri hapo ndani, halafu anasema hebu aje mke wangu amevaa nusu uchi, waone uzuri wake. That lady. That lady. Sema no, never. Siwezi nikawa naked. Unajua watu wengi hawezi kuona yule mwanamke, wanamuona hawawezi hata kumhubiri. Ngoja niwaambie, yule mama alijua dignity yake. Na sio Mwisraeli, Vashti yule. Una mwanaume mlevi hapa hana akili. Anakununulia vimini, bikins, nguo za chumbani kwake anataka uvae sebuleni na uvae kanisani, uvae sokoni na uvae sijui wapi. Ujue huyo mwanaume hana akili. Baki na Mungu. Unajua hivi ndivyo mume wangu anapenda. Na wengine wako hapa hata hawajaolewa nao wanavaa ovyo bado. Yaani bado tu hata hajaolewa. Kila kitu kinakokuja kwenye mwili lazima kihusike na mambo mawili, kina protect na kina stiri mwili. Cover from nakedness and protect the body. Kama hakina kwa hizo kazi mbili, maana yake ni takataka. Vinginevyo niambie umevaa saa kwa sababu ya time inakuonyesha. Umeweka beji kwa sababu ina carry the message.
Hii ni public campus ministry, ina carry message. Ni sawa umevaa sare fulani kwa sababu una message yake. Lakini ukiweka mikufu, ukiweka shanga, zina message gani? Ukiweka pete kwenye kidole, eti pete ya ndoa, inafanya nini kwenye ndoa hiyo? Niambie, kwa sababu marriage is a covenant marriage, iko kwenye mind. Vinginevyo wenye pete wangelikuwa wazini na kuacha ndoa wake zao na waume zao. Pete inafanyaje kwenye marriage? Halafu kwa sababu umeona watu wa mjini, mke na mume wameweka pete, na wewe una kiu ya kuvaa pete. Kama sisi hatuwezi kujua mambo yalitokea wapi yanakuaje, usiweke kitu ambacho hakina maana. Hiyo ndio inazungumzwa pale. Na watapatikana wa kutuambia haina shida, fanya katikati, usiende sana. Wataalamu wa kuweka vitu katikati. Kumbe anakuhubiria feria yake, anakufundisha feria yake. Mtu mmoja katika chuo cha kanisa hili mara fulani yuko darasani anafundisha wana theolojia, alafu anasema unajua wanawake nao ni wababe. Kuna wakati fulani slap her a little bit. Muwashe kibao kidogo. Hiyo sijui nayo ni Mathayo ngapi? Hata mimi sijui ni Mathayo ngapi. Maana yake anakutia moyo kwenye feria yake. Huyo mtu akikushushia viwango, anataka kuletee kushindwa kwake. Na kwa sababu ana mke, ana watoto, wanavaa vibaya, anakuletea hiyo haina shida, hii mradi usiende sana. Feria ya familia yake. Anachozungumza. Kwa hiyo hawa vijana walikuwa ni counter cultural lifestyle. Wakati lifestyle ya Babylonians na wengine iko vile, wao wakawa counter attack. Ikaeleza kwamba kama hutajua wewe ni mzuri, ni mtanashati, ukiwa hivyo ulivyo, una shida. Bado Berlin Conference ina function kwenye mind yako. Wamekukalia kikao the Berlin Conference 1885, 1880 ngapi ile? Hiyo ndio history tuliojifunza. Bado wanakudivide kipande. Eleza. Ina maana amusements na lifestyle ya dunia hii hawana habari. Na naeleza vizuri kabisa. Angalia leo jinsi ambavyo watu wanaweza kupoteza time, wakapoteza money kwa sababu ya mipira. Walifikaje pale? Umkuta Anania pale. No. Yaani angelikuwepo anasema mnasema nini? Mpira. Ndio nini hiyo? Mmoja mtupatie angalau tu support. Tunawasupport ninyi kwa kazi zenu. Na leo usishangae watu wanautetea katika level mbalimbali na leadership mbalimbali. Anatetea failure yake. Don't listen. Usisikilize, ni failure yake. Mimi huwa naangalia nikiwa chumbani, kwa hiyo si failure yake. Huo muda anaangalia mpira, angalia ana benefit wapi? Kwenye mind ana benefit. Kwa hiyo anajifunza chenga, kumchenga shetani. Mniambie mentally anavyo benefit huyu. Watu wanacheza Dar es Salaam na yeye hayuko hapa Iringa ana benefit. Mniambie mentally ana benefit nini? Nenda kwenye physically, kimwili wapi ana benefit?
Hakuna mahali popote. Nenda utrace historical background. The history of Olympics, the history kwenye mambo ya michezo yote uangalie. It's all about the plain of Dura. Leo kita vijana siku ya Sabato na kuna mechi wanazoziona za maana, uone kama watakuja mchana. Ujiulize kwa nini Yesu ameita mchana kuna neno, halafu Dura imeita. Hapo sema unajua haina shida pastor. Haina shida. Basi wanapocheza tuone kama akili yako itakuwa hapa. Oya vipi? Umeshafunga kule? Anaendelea tena. Yusufu Unaruzi. Hata ungeniambia leo tamthilia zina mafundisho, never. Hatujifunzi kwa tamthilia. Ndio maana huwa nasema hawawezi kuwa kioo cha jamii. Ni jamii yako tu wewe, sio mimi. Hawajawahi kudumu kwenye ndoa, wanakuwaje kioo? Hawajawahi kuwa kwenye mambo, wanalewa. Kioo kipi? Hewa kioo chako mwenyewe. Skendo kila siku. Mambo ya namna hii alafu niambie sema tu wako kwenye kazi. Ukiniambia sanaa ni kazi ili wapate kipato, nitaelewa wanachomaanisha. Ukiniambia mpira ni kazi ambayo ibilisi yuko ndani yake ana move ili wenyewe endelee kuishi maana hawajui, sawa. Na wewe ndio ulipaswa ueleze. Alafu nasikia mwingine bila hata aibu, tumuombe Mungu kwa dini zetu, taifa tumi yetu ishinde. Mungu kuhusu mpira kweli? Kwa hiyo hayo yote yanapofanyika pale wanajaribu kuwamuvuzisha, lakini hakuna. Na ni swala zima yote unayoyaona hayo yote yanaua appetite ya neno la Bwana, yanakutoa katika muda ambao ungelikuwa enrich your mind, your body, your relationship and whatever, kwa sababu umetumia huo muda, umetumia money. Kama ni data mbando umeingiza pale, ni hela zimeenda. Na kama ni habari ya muda uliotumia, muda umeenda. Na ukitoka pale hata hamu ya kusoma hapo mwanzo aliziumba Mungu aliziumba mbingu na nchi haipo. Wewe angalia tamthilia hizo uone, ukienda lodging, ukienda wapi wamekupangia. Uangalie mpaka na Waadventista uone kama watahamisha macho kwenye ile screen. Hata kama ana Biblia yuko nayo kwenye begi, hata kuwa nayo asome. Takuwa tu hivi. Hey. Yaani unaona mpaka mtu naye anataka kulia wakati jamaa wanaigiza. Yeye huko naye mpaka anataka kulia. Appetite ya kuzungumza na Mungu inahama kila kitu. Ndio maana unaona hawa vijana mpaka uone wamesimama hivi, hawawezi kumuvuzishwa na hiyo kitu. Ujue walikuwa hawana habari na vitu hivyo. Havina radha kwao, haviwezi kuwavutia. Na wao walizaliwa kama sisi, lakini wametufundisha tunavyoweza kufanya vile Mungu anavyotutaka. Sio wenyewe kwamba walitoka sayari nyingine, walizaliwa kama sisi na walikulia kwa mazingira hayo hayo, ila siri yao ni hii: walifanya maamuzi not to defile themselves. Namba 2, tuliona ile sura ya kwanza. Test us. Kwa hiyo soma aya ya 14 Danieli sura ya 3 ili ujue kwamba it was religious unification. Ilikuwa ni kuunganisha mataifa yote katika swala la kidini pia. Hebu soma mstari wa 14. Mstari wa 14 sura ya 3 neno la Mungu linasema, Nebukadneza akajibu akawaambia, enyi Shadrach na Meshach na Abednego, je, ni kwa makusudi hamumtumikii Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Mumegoma kuabudu Mungu wangu na kutumikia sanamu ya authority yangu, ile proud yake. Ni kwa makusudi. It was religious unification, sio tu national, sio tu political, ilikuwa pia ni religious unification.
Ni kwa makusudi mmekataa kufanya ibada kwa Mungu wangu? Nini kimefanyika? Na mstari wa 7, wakaanguka wakasujudu. Why? Fear from death. Sikiliza vizuri sasa hapa. Kwa nini walianguka? Kwa sababu alitoa amri, a command to bow and to worship. That was a command, clear and plain instruction. Command. 2, a clear warning was given, kwamba usipofanya kwenye tanuru, usipoanguka kwenye tanuru, sio usipofanya tunakufuta kazi, usipofanya tunakufukuza chuo, usipofanya tunakufukuza nyumbani. No, usipofanya utakufa. Clear warning. Na hiyo ni kabla hata wajaja. Sikuwa natangaziwa wote. Sasa wanakuja, walijua kama mambo yanaenda vizuri. Almost everything was going very well. But when the time came to commit unto Nebuchadnezzar's God, hapa, that was the line of departure. Na Biblia inaeleza wale vijana walisimama. Unajua ile neno liko very clear la Kiebrania, ni kama wanaonyumbuka, very bold, as if they are calling, they are bringing something to catch their attention, to look at them. Yani hawakubendi waonekane na wao, yeah, I'm bending but my heart is standing up. Wale wana spine cord, hawajafungwa pampasi wale. Kwa hivyo vijana hawasemi labda ngoja niregeze ili waonekane na rekebisha kiatu. No. Walibaki kama mtende. Listen young men, when the battle lines are drawn, that is the time to declare your position. Sikiza vizuri. When the battle lines are drawn, it's not the time to cry. It's the time to declare your position. Akisema hii mitihani itafanyika Jumamosi, hiyo ni raini, amedraw. Unajua mwaminifu hapo, is the time to declare the position. Wakisema the interview ni siku ya Jumamosi, that is the moment, time to declare your position. As a Seventh-day Adventist, I will not come. Hii mtusumbuaga bure. Mtuombee pastor. Na wengine wana akili mbovu mpaka wanataka tufunge nao. Mimi nifunge na wewe. Nitafunga na wangapi Tanzania hii? Mnatuharibia shonye. Pastor, unajua leo hii tuna kama inawezekana tufunge wote, na hao ni watu wa Duse, labda ni watu wa Muse, labda ni watu sijui wa wapi, kuna mgogoro wanaopitia, wanataka tuombe nao mpaka tufunge. Halafu hawajui kwamba kule nilikotoka kule Mara pia kuna watu wanataka nifunge nao. Hawajui pia wa Southern Highland Conference kuna watu nafahamiana nao wana ratiba yao ya mfungo na wana mambo wanaosukuma, wanataka nifunge. Kwa hiyo nifunge Jumapili na wao, mwingine nifunge nao Jumatatu, mwingine nifunge naye Jumanne, mwingine nifunge kule Moshi Jumatano. University of Arusha kuna mwanafunzi pia ana struggle juu ya ada, nifunge naye Mungu Alhamisi na Ijumaa. Katika hizo siku mimi tabaki na ipi ya kula? Mimi nitakula siku zipi? Mimi nitakufa Pastor Biene, nitakufa. Na wala siwezi kusimama hapa. Hakuna mtu atafunga kwa ajili yako. Unaniambia lakini Esther aliwaambia watu wafunge. They were in the same cycle. Hawa vijana walipoona tu line zimewekwa kwamba hizo ndizo line za kivita,
the battle lines. Wakasema, that good moment has come to declare our position. Huyu hatujui. Nebukadnezar, you don't know us very well. Today you will know. We are not among the shakers. Among those who can be moved. Anasema ngoja. Kwa hiyo alipostua akastua aka-offer second chance. Na unajua Ibilisi ni ajabu sana. Anakutikisa. Alafu anakuambia. Nilimsikiza sana Pastor Nasibu wakati anaeleza hapa. Anasema yule binti yule binti bwana alideclare position. Pastor ikamuuma, ndio akaona kumbe dhambi kuna namna hii. Hii inamaanisha ya kwamba kama Pastor Nasibu mpaka leo anakumbuka, hii ni kusema ya kwamba tunapoanguka watu wengi wanakosa kumuona Mungu. Na tunaposimama kuna watu wengi huko ambao wanapata nguvu. Kwa hiyo fear ni mbaya sana. Kwa sababu fear means there is no faith. If there is no faith, there is fear. If there is no fear, there is faith. Kwa hivyo wakawastua. Na Biblia inasema kwenye ile aya 8, Wakaldayo ndio waliowaona. Hii ngoja kidogo. Wakaldayo, they were ready. Hii inaonyesha kwamba kwa sababu Chaldeans hawa katika yale makundi manne ya wale waliokuwa nao kwenye shule, wale scholars, kundi moja hapo lilikuwa ni hawa Chaldeans. Hawa ni wale people of the soil ambao vitovu vyao vimewekwa kwenye ardhi. Hawa ndio walikuwa ni Wakaldayo wenyewe. Acha wale wengine wanaweza kutokea maeneo mengine. Hawa ni wale wenye wivu na nchi yao na dini yao na Mungu wao. Wale wakati wengine wamesujudu, hawa walikuwa wana spy waone. Ina maana waliwajua hawa vijana lazima hawatafanya. Leo kuna mtego. Kwa hiyo mstari wa 8 akasema, mstari wa 12 akasema wakawashtaki. Ile neno inaitwa kerets, maana yake katika lugha ya Kiebrania ni kwamba wakawatafuna mbele ya Nebukadnezar. They ate them, they tear them down, they dip their teeth in their flesh. Very strategically. Kwa hiyo wao Wakaldayo hiyo kwenye aya hiyo kuanzia 8 mpaka 12, wao wakati wanasujudu wote wao wanawaona. Na ukienda kwenye sura ya 6 pia ndivyo Daniel alivyofanyika. Mbona yeye anaendelea kuomba kwa Mungu wa mbinguni, walikuwa wanafuatilia. Kwa hiyo ina maana hawakuridhika na kitendo cha Nebukadnezar kuwaweka wale vijana kwenye utopu. Ona lugha waliotumia, wakawatafuna, kerets, to chew them, to dip their teeth into their flesh before the king. How? On a strategy walioifanya. Wakaanza ya kwanza wakasema, mfalme uishi milele. So they battered him up. Piga manukato ya mafuta. Live longer, King Nebukadnezar. Yani hiyo ilikuwa ndio njia ya kuprepare kuingia kwenye moyo wa Nebukadnezar ili wafanikiwe. Uishi milele mfalme. Wakampaka mafuta. Battered him up. La kwanza na pili, you gave a clear command. Kama ni kwenye kuanzia aya 10 mpaka aya hii ya 12. You gave a clear command. Namba 2, you gave a clear warning. But sikiliza mstari wa 12. Hawa, sikiliza vizuri sasa. Hawa Wayahudi moja wanaotajwa majina wakataja ya Kibabeli, Shadrach, Meshach na Abednego. They call them Jews, but they are calling them by the names of Babylonians. Angalia vizuri huyu. Yani Daniel ameandika uone walikuwa na ujirasi na position walizopewa. Na wanataka wahakikishe Nebukadnezar anaipata hali nzuri na areact kabisa kwenye jambo hilo. Leo lazima wapotee. Kwa hiyo msifie Nebukadnezar, uishi milele. 2,
ulitoa amri. Yaani Nebukadneza, wewe ukitoa amri hakuna anayeipuuza. Namba 2, ulitoa onyo. Sio kwamba wanafanya kwa bahati mbaya, wanajua wanachokifanya. Namba 3, wako vijana kadha wa kadha wa Kiyahudi ambao ni Shadraka, Meshaki na Abednego. Kwa hiyo they are Jews but the names Babylonians. Kwa hiyo bado wanasema ni Wayahudi, lakini wewe umewaleta kwenye nafasi. These are your boys. You treat them like Chaldeans. They are not. Ona walichokifanya katika muda kama huu. Na Biblia inasema Nebukadneza akawa furious. Imetajwa mara 2. Moja wapo ni hiyo, walipoletewa ripoti hiyo ikatengeneza na wakafaulu. He commanded them to be brought. Wakaletwa. Watu wote sasa wanaangalia what will happen. La pili, chochea tanuru 7 times. Ile ni numerology yake, haimaanishi eti chocho mara 7, maana yake fanya iwe kali sana. Angalia vizuri hapa. Number 7, make it to the maximum. Kwa hiyo iweke tanuru hii ikae, na tanuru kuna jengezo juu, kuna una moshi, halafu kuna mlango hapa wa kuingilia. Weka iwe ya hali ya juu, maana yake if they really mean it, let them be consumed completely. Halafu ndio ile aya 16 wanaosema hapa. Naomba uisome usikie sasa. Nebukadneza anapose a very keynote question which carries half of this chapter. Na hii ndio ambayo hapa sasa ndipo angalia vizuri. Nebukadneza, oh my goodness, akasahau. Ona alichokisema mstari wa 16, akasemaje? Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego mstari wa 15, sio 16, 15. Mstari wa 15 neno la Mungu linasema. Nasema, basi sasa kama mkiwa tayari wakati mtakapoisikia sauti ya panda. Mkiwa tayari sasa, if you are ready now. Na filimbi na kinubi na zeze, second chance, na santuri na zomari na namna zote za ngoma. Fanyeni nini? Kuanguka na kushuhudia sanamu niliyoisimamisha. Ni vema. Mkifanya hivyo ni vema. Bali msipoisujudia. Akarudia tena instruction na warning. Msiposujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru wakayo moto. Ile msinicheze. Saa ile. This is the last opportunity. Mjitetee. Akawapa second chance. Ibilisi ni wajabu, huwa anataka atutikise, alafu anatuhonga fursa nyingine. Msipo kwenye tanuru, alafu honga anachosema. Mstari wa 16. Ndipo Shadraka, ngoja wa 15 hujamaliza hapo. Neno la Mungu linasema, mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru wakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa? Who is that God? That was a very challenging question. That challenges the faith of this young man. What kind of God is he? Ni Mungu yupi? Na kwenye sura ya 2 alisema hakuna Mungu kama huyo wa kwenu. Miaka 18 baadaye, ni Mungu yupi? Hilo ni swala ambalo vijana wanasema this one hatuwezi kulijibu, because he lives, atajibu mwenyewe. Hilo swali linatikisa kweli, lilitetemesha. Hawa vijana wakasema, Mungu yupi? Ni Mungu yupi atakayewaokoa na maeneo mawili? 1, tanuru na waka moto. 2, mkono wangu. So there is a fire and there is my authority. Ndipo key text ya vijana ambao Mungu aliwaongoza wakasema hatuna haja ya kujibu. Maana yake the question you are asking we settled a long time ago. Unauliza swali ambalo tulishapata majibu yake siku nyingi. They purposed in their heart in Daniel 1 not to defile.
Hey, more than 18 years. In fact, when we were captured as captives, we resolved already. Yaani unatuuliza swali kuhusu Mungu ambaye sisi tulishakafanya maamuzi juu yake. We know the answer. Kwa hiyo we don't have time to review our decision. It is done. Kwa hivyo wakamwongezea wakasema, sikiliza, our God whom we serve, he is able. Si umesema ni Mungu yupi? Sikiliza, Mungu tunayemtumikia aweza. Kwa hiyo anamwambia, sikiliza Nebukadneza, huyu Mungu tunayemtumikia, whom we serve, he is able. So they put their faith in God's power. The omnipotence of God. He is able. Wanajua the Red Sea pattern. He halted the river Jordan. He fed the people of Israel 40 years. He kept their health for 40 years. Biblia inasema kwenye Deuteronomy 8 verse 4, and alitunza viatu vyao, akatunza nguo zao. Deuteronomy 29 mstari wa 5, alitunza mpaka afya zao zikuharibika. Mungu huyo wanamfahamu, ndiye anayetunza wanyama na ndege, ndiye analeta mvua. We know him. He is able. Nebukadneza, our God is able. So he is able to deliver us, to rescue us from majibu ya jeuri. Saa hiyo watu wote wanaangalia na wanasikia. Now the battle is between Nebuchadnezzar's God and this Hebrew man's God. The great controversy. Second, mstari wa 18. If it is not so. Hii ndio part moja muhimu sana. Hebu soma mstari wa 18. The first response ya kwanza, we don't have time to revisit our decision. It is done. Ndio mstari wa 16. It is done, Nebuchadnezzar. Don't give us another chance. We resolved and we have no other option. 17 wanachosema ni kwamba our God is able. 18, sikiliza. Aya 18 inasemaje? 18 neno la Mungu linasema. Nasema, bali si kama hivyo. Bali kama si hivyo. Sasa bwana nataka twist. Bali kama si hivyo. Kama si hivyo. Ujue mfalme. Let it be known, O king. Ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako. We disagree. We cannot serve your God. Wala kuisujudia sanamu ya dhahabu iliyosimamisha. If it is not so, maana yake, if God chooses not to exercise his power to rescue, to save us, let it be known on our side, we rely upon his will. Leo tutachomeka moto, we will to burn. Tutachomeka moto leo Nebukadneza. Kama Mungu wetu atachagua kutotuokoa, leo tutachomeka moto. Leo. Before we serve your God, we make sure that we are now consumed to ashes. We have chosen to put our faith in fire. So we have decided to be consumed. Our God can demand us to be faithful unto death. And today is our day to put our faith in fire. What a testimony. Kwa nini wanasema vile? We don't know always God's will. He could have stopped King Nebuchadnezzar to come up with a very dirty mind of come up with a big image. He could have stopped him. But God allowed him. He prepared everything. And now the time comes. So this Hebrew young men, they will just say,
we know he's powerful and we know he can. No one can stop him because he's unstoppable. But he may choose not to do so. For us, we will continue to follow him in the fire. That means we don't know God's plan and purpose. Because we don't know, on our part we will just follow. So, to put faith in fire is to put your will in God's will. This is the hardest part of our faith. Maana yake mapenzi ya Mungu ndio yatabaki ya kwetu. Hata kama tujui atafanya nini. Ndio maana maombi yale ya kumpa Mungu masharti mpaka abadilishe kalenda ya mtihani. Abadilishe time ya interview. Abadilishe, ndio tuseme Mungu atabadilisha. Hiyo sio sala ya mtu anayemjua Mungu. Hamna. Hawa vijana wanasema tutaendelea kumtumikia. Kumtumikia Mungu kuna maanisha kuweka maamuzi yetu kwenye mapenzi yake. Yo Yesu anasema mapenzi yako yatimizwe. Kwa sababu gani? Huwa hatujui huwa Mungu ana agenda gani kwa yale yanayotupata kwa sababu ya imani. We don't know sometimes. Sasa kwa nini tunangangana tu tutoke? Kwa nini tu tutoke? Mungu ingilia kati. Badilisha. Hawa vijana nasema we know he is able, but again we don't know always God's plan and purpose. So we surrender ourselves in God's will. Tutaenda kwenye tanuru. Tutachomeka kwenye moto. Hawasemi Mungu atatuokoa tu, tuko tayari kuchomeka. Friends, mtu anayemjua Mungu wake yuko na uwezo kiasi hicho, na hata ukifa atakufufua. Ukiwa ndani ya jeneza, ukiwa wakati huo ukiona ndugu yako kwenye jeneza unasema who is able? Your God is able. Yeah. So I can be faithful. Yes. I can trust him. Yes. Trusting God. To what distance? Until life is no more. We can only stop trusting our God when we stop living. So long as we are still living, counted among the living, trusting is a must. How long? He knows. We know because he is powerful, he is able. He can deliver us from fire, deliver us from your authority. But he can choose not to do that. He can choose to keep quiet. He can choose to be silent. Even that, on our side, we will continue to serve God even in fire. Why? Ndio maana baada ya tukio hili Mungu alishamaliza na vijana. Hauhitaji tena kupata story kuhusu Anania, Misha na Azaria. It was done. Mara ya pili Nebukadneza akakasirika tena, akaagiza wale meja wale askari wale ambao ni mashujaa wale, kamata wakawafunga wakiwa na kofia zao, wakiwa na nguo zao, wakiwa na viatu vyao. They were tight. Wakafungwa. Halafu wakawatupa. Sikiliza hapa sasa. Biblia inaeleza jambo la ajabu sana. Ule moto ulikuwa mkali. Na ule moto ukala hao askari. Because our God is a consuming fire. That's Deuteronomy 4:24. And that is Hebrew 12 verse 29. Mungu wetu ni moto ulao ukala. Walioamua kumtii Nebukadneza katika kitendo hicho wakaliwa hao askari. That was the last action this so just did. They sealed their conviction on the side of Nebuchadnezzar and their God, and the consuming fire finished them. Iko siku wale tunaosema nisubiri Yesu kwenye mlango niende, kuna siku Mungu aturehemu. Kuna siku mbaya mno ambayo inaweza ikawa ndio jumla
Alafu Mungu anakuwa amemaliza kazi. Alikuwa bado Mungu anaita watu hawa. Utawala mzima anawaita. Hawa soja wakapotea, wakakosa fursa. Walipoteza fursa. Wakafa. Halafu cha ajabu, in the midst they were now 4. Even Nebukadnezar could recognize, huyu ni mojawapo ya mwana wa miungu. God with us was with these young Hebrew men. Emmanuel. Now he revealed himself. Now wako katikati. So God chose not to save them from the fire, but he chose to meet them in the fire. Ndio maana saa nyingine sisi tuna claim God save us from this problem, but God has another plan to meet us in the problem. Sio mara zote Mungu anatuokoa kututoa kwenye matatizo, ila wakati mwingine anatuokoa tukiwa kwenye tatizo. So God was there already. Prince Emmanuel was there. Michael. So he was waiting for them to meet. So the fire was the point of meeting. It was the time where he could meet these young men and try to let all the rest know who is that God. Kwa hiyo wakati Nebukadnezar anafanya vile, kumbe ilikuwa ni tukio ambalo Mungu alikuwa anaenda kuchukua sifa na utukufu. Na kama wa vijana wangeliogopa, wangepoteza kiasi gani kama witnesses. Kama witnesses wangepoteza mno. So God took from Judah to the palace of Nebukadnezar, and then he brought the nations in the plain of Dura, so that the young men, they can testify of God. Hatujui. Ndio maana tunapaswa tujisalimisha mapenzi ya Mungu. Na Mungu anavyoongoza wakati mwingine ni tofauti. Hakina kuleta paka pale, anafungua mlango, unapata hiyo chuo, kumbe uko mbele anajua yatakorogwa. Na wewe ulitoka shuleni umefurahi, ulitaka hicho chuo, kumbe kuna kitu kiko hapo mbele. Na anaandaa mpaka yule lecturer, yule professor, anajitukuza, tahakikisha itakavyokuwa. Nikiwa hapa Mkwao mwaka 90 kitu, it was almost karibu inatokea. Nilikuwa kiongozi wa ASA form 5 na form 6. Na nalabona wache mabweni yale nayangalia. Tulikuwa na mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Goamende, alikuwa ni headmaster. He was very tough. Tumesoma na watoto mawaziri hapa, na wafahamu mpaka wengine wako kule. Hata wakikorofisha wakija, yule mzee akisema amekosea, out and out. Kuna mzazi mmoja yangu kwenye ofisi yake akasema, hey, come and take this dead man. Hawezi badilika. Very tough. Hata siku ya parade Ijumaa tunapokwenda kuasembu hapo, walimu wote na watumishi wote wame line up. Hatuwazi Mgoha Mwende. Sijui siku hizi yuko wapi, natamani nisikimfahamu. Kama unamjua, nataka nje nikutane naye safari hii. Pamoja na kwamba ni miaka imeenda. Wow. Very strong. Kulikuwepo na Sekani Mwalimu Ngui, kulikuwepo Mwangoka. Those people. Nakumbuka walinikuta nikiwa nasoma Biblia, nina mwongozo usiku. Kumbe walitoa tangazo, wote prepu darasani, na mimi nilikuwa mahabara ya physics. Na kama kawaida nilikuwa ninaanza kusoma Biblia, ndipo naenda kujoini. Nikalala chini viboko vya kutosha. Wakachukua jina langu. Nikajua I'm finished. Na kweli kesho yake ilikuwa ni Ijumaa. Kumbe wamepita kwa mabweni huko, kuna wengine kwa nazogoa wanoko hawa walimu na nini. Wanasikiliza kwanza, halafu wanachukua majina, ndio wanashughulikiwa. Kwa hiyo siku hiyo line up ikawa pale, tukaandikwa pale, akaeleza sifa za wote walioandikwa, na haikuwepo sifa yote nzuri iliyotajwa. Mimi nikaumia, nilikuwa kiongozi wa ASA katika tawi hili, na nikasema hivi itakuwaje kwenye programu zetu watu kwa wanajaa kutoka madhehebu yote, wanakuja wanajaa, room haitoshi. Nikasema mbona hii kasa zitaharibika? Eti wanatukana walimu, wanafanya hiki na kile, na mimi sikujua kama kuna watu hao. Na wakaanza kutaja jina. Walipotaja, kuna watu wanatembea kama dume ya nyani, wanafunzi wanacheka yani. Unajua hawa lazima watakuwa wanatukana walimu hao. Na mimi najua niko kwenye orodha. Ikafikia wakasikia wakataja Paul Semba. Sitasahau. Shule nzima walikaa kimya.
they didn't believe kwamba na mimi ninaweza kufanya hayo maneno. Walikaa kimya. Ile kitu ili strike moyo wa second master. Unajua adhabu ya kwanza ilikuwa tunapigwa picha. Ninaeleza adhabu ya pili ilikuwepo na ya tatu. Alipoeleza Hawa ndipo akasema nimeelewa kwa nini nimekuwa kimya. Huyu nilimkuta anasoma Biblia. Shule nzima ilishangilia. Nimesimama tu pale. Halafu akasema kwa sababu tulikuwa na mmoja wa pili anaitwa Rame Kiborega, yuko Dar es Salaam. Alikuwa ni mwalimu wa kwaya. Alikuwa master guide pia. Alikuwa anaendesha vipindi, mimi nilikuwa nafundisha prophecy, yeye alikuwa anafundisha Biblia. Tulikuwa tumefungua redio yetu inaitwa JBC, Jerusalem Broadcasting Corporation. Ukiwa bwenini unafungua wireless unatupata. Unajua wanafunzi walishangilia kwa muda mrefu. Waliponyamaza akasema kwa sababu ya Hawa. Kumbe yule naye alimkuta naye anasoma Biblia. Akasema ninyi vijana rudini. Yaani sauti zilivuma. Viongozi wa TYCS, viongozi wa madhehebu mbalimbali walisema huyu Mungu ni mkubwa. Wengine wakabaki wakapiga picha. Moja. Ngoja niishie kwanza hapo. Kwa hivyo because the time is running. Lakini ilinifundisha jambo la pekee sana. Kwa sababu wale watu walikuwa kwanza hawakuwa in favor na wanaasa. Lakini kilichotokea wao wenyewe ni mashahidi. Mimi nikajifunza tunaweza tukafanya chochote ambacho Bwana anatujalia tukawa waaminifu. Kuna sehemu ambayo anafanya yeye mwenyewe. Anafanya kabisa. Kwa hiyo vijana wakakutana na Mungu wao ndani ya moto. Kumbe ule moto ilikuwa ni point of meeting. Saa nyingine tunaogopa ambayo ndio point ya kukutana na yeye. Na ndio point ambayo ndio witness itafanyika. Mstari wa 28 na 30. Sasa Nebukadneza anasema hakuna Mungu kama huyu. Now ana testify kwa ulimwengu wote mataifa yaliyokuja. So the plain of Dura was a church to vindicate Jehovah. Kwa hiyo ni kwa sababu gani? Wewe na mimi. Kwa hiyo ukiwa kule kwenye vyuo, ukiwa kule shule, ukiwa kule nyumbani, ukiwa mwaminifu, uwe na hakika Yehova atatukuzwa. Ndio maana nasema ninapopita katika bonde la uvuli wa mauti, hiyo ni Psalms 23 verse 4, the shadow of death. Kwa hiyo ina maana alichokuwa anapiga pambana nacho, it was just a shadow. I will be with you. So watu tunaogopa shadow. Yaani unaweza kuona mtu anasema, umenipiga. Umependa nini? Kivuli. Shade. Anasema I will be with you. Ndivyo anavyoeleza Paulo kwenye Philippians 1. Soma hiyo aya yetu ya mwisho. Philippians 1:21. Angalia Paulo anavyoandika. Philippians 1:21. Anasemaje Paulo? Haona anavyosema Paulo hapa. Philippians 1:21. Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo. Kuishi ni Kristo. Na kufa ni faida. Na kufa ni faida. Ninachosema to live is Christ and to die is gain. Anachosema ni nini? Ukisoma hizo aya zinazofuata anasema to live is Christ, manake we live for his mission. Is for his mission, is for his work, to be faithful unto death. While there is life, there is a mission. Ni kwa ajili ya utumishi. Paulo anasema kuishi kwangu mimi ni kumtumikia Kristo. But when it comes the issue of dying, it is a gain. That means to live is Christ. To die is to have Christ more. This Hebrew young men, wakati wanakwenda kufa ndio wanakuwa na Yesu zaidi. That was Paul. Kwa hiyo Yesu anatuokoa sio tu kutoka kwenye tanuru, ila anatuokoa ndani ya tanuru. Ndivyo alivyofanya kwa Nuhu. Sio kwamba alimuokoa kutoka kwenye gharika, alimuokoa katika gharika. Not from thee, but in the flood. That's what Jesus did again during the time of Joseph. He did not save him from Egypt. He saved him in Egypt. That's what he did with John the Baptist. He did not save him from the prison. He saved him in the prison. That's
suits all weather. Kwa sababu kuwa hai ni kwa ajili yake na kufa ni kumpata yeye zaidi. Again ni faida. Again, business people, they know when you talk about the profit. Kufa ni profit kwa maana ipi? The devil will never reach us anymore. We wrestle and we put our rest in the hands of God. Conquer us more than conquerors. So if you kill us, we gain Jesus more. If we live for mission, we die faithfully, we get him more. Put your faith in fire. You gain Jesus more. You gain Jesus more. So the plain of Dura, God sent this man from Judah to be his witness. Mungu alipokubalika akamtumia Nebukadreza, ita mataifa yote, ita askari wote, ita waajiriwa wote, ita appointees wote, ita wote wenye vyeo, ita warete. Leo nataka ndio ujue. Ulikuwa hujanifa. Leo nataka ujue na nina watu wangu hapa, utaona. So he can send us to the nations, sending us from where we grew up to the university. When we reach there, God will send the nations towards us. And then he said, hey, Ananiah, this is your time now to testify. Wow. What a faith. What a faith. Yani kama mnaenda interview mko kadhaa, halafu anasema ni siku ya Sabato. Kama huko mahara unakuja kubananizwa na mambo ya kuwa mwaminifu kwa Bwana, unasema sasa ndio ni maana nilikuita. Halafu mazingira yakatengenezwa. Nitaka wewe ukifika hapa sasa ndipo waeleze mimi ni nani. That's what opportunity time. Allow yourself to find in the fire. So they put their faith in the power of God, and they put their faith in God's will, in the fire. Hatutajua mapenzi ya Mungu siku zote, ila maamuzi yetu, mapenzi ya Mungu ndio yatakuwa ya kwetu. Resolve. Na unafikaje pale? Ni persistence. They had the principle not to defile. They persistently obey God. Before they worship the image, they have to get consumed in fire. Kama mtu akiwa marehemu ataabudu, let it be so. Lakini la tatu, with prayer. Utaona hizo principle. Principle number 1, and then they resolve yourself. Number 2, be persistent. The devil will keep on coming now and then, but continue to fight the battle till you lay down the weapons, till when God is done with you. Na hiyo itakuwa hapo mchana huu leo. This is the call to stand still and to stand firm. Naposoma maneno haya sasa, so that we stand for it. Nasoma maneno haya, nahitaji nisome maneno haya pamoja nanyi ambayo Mungu wetu anataka tuweze kufanya maishani mwako na maishani mwangu katika mchana huu wa leo. Mchana huu wa leo Mungu wetu anatutaka kabisa kwa dhati kusimama, na anamaanisha hivyo. Anamaanisha hivyo kwako na kwangu. Anamaanisha hivyo kwako na kwangu. Anamaanisha hivyo kwako na kwangu. In the struggle between God and the evil, victory is with God. There is a checkpoint against evil. A time when evil plays itself out, digs its own grave as it were, and God's righteousness and justice prevail. God demonstrated his power. They were not consumed by fire. The story symbolizes the death of evil, God's victory in the struggle between God, good and evil. Stand firm in faith. The law of Christianity life is advance. God never brings his people into position in which advance is impossible. When the foes bear hard upon you, you should, instead of losing heart,
Rather feel that the time has come for getting everything in readiness for advance. Stand firm in faith. By the way which God makes us for us, God never says forward without the same time opening the way. Stand firm in faith at God's word. With good heart and strong hope for you are assured of his protection. Your enemies may pursue you, but they will not be permitted to capture you, and will themselves be overthrown. We may confront any perils if duty calls, and God goes with us. Stand firm in faith. Accepting the call to stand firm in faith is a trust imposed to you by God. Don't trust in your education. That will be a disadvantage. You are called to take God's name beyond the boundaries, nationalities, institutionalism, tribalism, gender, and etc. We believe that you are committed to this call. Stand firm in faith. Christianity is about taking the risk. Sometimes you may be misunderstood, be underestimated, be misinterpreted. But with God you will prevail. God is preparing a people in this generation. They are to be the one. Your loyalty should be to God. In our age of compromises, when political is expedient to trust biblical convictions, upon you, to Casa member, have bestowed a trust, a legacy that shouldn't be thrown away. The church has embraced you. They has given you a chance as to Casa member. You will be receiving popularity, publicity all over. This can be a blessing. It can also be a distraction if you depend upon your mind. Don't fear men, fear God. Whatever you will be doing, it better be biblical. It better be life transforming. It better be mission driven, because God trusts you. Many has paid their life for Casa, for this call. If you throw this trust away in any compromise of any sort, God will hold you accountable. Let it be not known on your record that under your watch you betrayed this trust. My challenge to you is this: you cannot allow this call to fail. It is tremendous responsibility. The Lord trusts you. The church trusts you too. We believe that you will take God's name to the high ground. The child of God is a traveler, a pilgrim. God's call is clear. Don't be afraid. Stand still. Stand firm and go forward. In Christian attainment, go forward. In holy living, go forward. In labors for advancement of Christian Christ kingdom, go forward. In missionary enterprise, go forward. In doing good to our fellow men, go forward. In academic endeavors, go forward. But for this to happen, you must change. You must be changed. This is a challenge to you. We know the Lord will help you. A lot is at stake. Are you willing? Are you willing to accept this call? Are you willing to accept this call? Now stand on your feet. Our field president, Pastor Mvanga, is going to pray for us that we have accepted this call to stand firm in faith. Wako watu katikati yetu ambao watatumia elimu wanazozipata zote. Wakiwa madaktari watamtumikia Bwana popote walipo. Mungu atawaita namna yoyote. Mkiwa udini, mkihudumia wagonjwa, that will be your call to be faithful. Katika masuala ya kiuchumi, God will go ahead of you and will prepare. This is a call that will cost us something. It's a call that is not popular. It can cost us reputation and everything.
But he has promised to be with us even when we walk in the shadow of death. Atatuita katika kuwa maofisa mara mbalimbali. Simama kama wale vijana. Wengine watachaguliwa kuwa viongozi katika serikali yetu kama Bwana ataruhusu. You will be Ananias, Mishael, and Azariah. Continue to follow him because you know how powerful God is, but don't forget to continue follow God's will. Wako ambao watahitaji wamtumikie, watatumia elimu zote walizonazo, lakini kwa ajili ya kumtumikia gospel workers. Ikiwa wako vijana ambao watatumikia kwa ajili ya injili peke yao, au nao watakuja hapa. Wako wale ambao kwa kweli maisha yao yana struggle kusimama, wanaona kitu kinabani maishani, namna ambavyo wamekuwa wanayumba, wanahitaji Mungu fanya imani yangu iwe imara. Kama wale vijana, are you struggling with evil? Na wanaona msaada kwa Yesu hapa, ndio mara salama pa kukimbilia leo. Tembea tu uje hapa. Let you find rest of your soul. Come over. It will be publicly displayed, and it will be also displayed. Your faith will be displayed. Wako watu ambao wanahitaji wastandi kwa ajili ya ubatizo. Ikiwa tuko miongoni mwetu hapa ambao hawajabatizwa, nione mikono yao, wanaomba msaada wa Mungu awajalie kuunganisha imani yao kwa Mwokozi wao. Hawanajua hawajabatizwa. Kama uko hapa, kama yupo hapa, nyosha tu mkono. Hajawahi kufanya hivyo kwa wazi kabisa, lakini kama uko hapo unajua hajabatizwa, nyosha tu mkono. Put your hands up. Ambaye Mungu anakuona wewe pekee, Mungu akubariki sana. Nyosha tu kama upo, nyosha tu mkono. Nyosha tu mkono. Okay. Shosha kama yupo. Halafu get prepared, your Savior is coming very soon. Jivunie kumsubiri, anakuja. That's the ultimate Christian goal, the coming of Jesus Christ. Haya magoli yote tunayopasua ya kusaidie kukazania lile goli. Yesu yuaja upesi. Ndio maana natutia moyo uwe mwaminifu hata kufa. Stand firm in faith. Kabla sijaomba, tuimbe ile beti moja, wimbo namba 79. Nataka imani hii. Nataka imani hii, imani mara ambayo haitetemi kitu chote wakati wa shida, wakati wa shida. Baba na Mungu wetu, tumekusikia ukisema nasi tena mchana wa leo. Habari nzima ya kusimama imara katika imani. Habari ya imani yetu katika moto. Umesema nasi kwa namna nyingi na kwa namna mbalimbali, lakini leo tena umechagua neno hili lisikike masikioni mwetu. Kila moyo wa mwabudu aliyeko hapa, hakika
tumeguswa mahali na kwa namna ya pekee sana matengenezo ya dhati limekuwa ni hitaji la kila mmoja katikati ya maisha yetu ya Ukristo. Ndio maana hata wito huu ambao umetolewa, wote tumesimama, tunaitaka imani hii. Imani ambayo haiwezi compromise neno lako. Imani ambayo iko tayari kusimamiwa kwa gharama yoyote, hata kama ni kufa. Tunaitaka imani hiyo. Vijana wa Kiebrania sawa na sisi kabisa, kama wao walisimama wakidumu kukutumainia, hiyo inatuambia hata sisi tukidumu kukutumainia, wewe daima utakuwa pamoja nasi. Kama wanatukasa, kama viongozi, kama kila mwabudu aliyeko hapa, wote tukachagua kusimama katika wito huu, watatu wale walitosha kuwa chachu kukuwakilisha wewe. Hebu na sisi tusaidie kusimama katika imani hii popote pale tutakapokuwa, mjini, vijijini, maofisini, mashambani, katika idara mbalimbali, kokote kule tutakakokuwa, kwa kuisimamia imani namna hii, utukufu wako ukaonekane na jina lako Bwana likapate kutukuzwa. Lakini zaidi ya yote, wengine wengi wakavutwe kwako kama matokeo ya sisi kuisimamia vema imani yetu kwako. Asante kwa ajili ya neno hili. Asante kwa ajili ya mtumishi wako Pastor Semba, kama ambavyo umemtumia leo na juma hili zima kwa ujumla. Endelea kumlinda na kumtunza, na zaidi endelea kumtumia vilivyo sasa na hata kwingineko kwa utukufu wa jina lako. Ameeleza mambo makubwa kuhusiana na swala zima la imani zetu katika moto. Wengine tutajaribiwa hata katika kazi zetu. Wengine tutajaribiwa hata katika masuala tu ya kupata ajira. Wengine tutajaribiwa hata katika wanafunzi wetu. Wengine tutajaribiwa tu hata katika mambo ya mtindo wa maisha haya. Tunatamani pakawepo akina Anania, akina Shadrach, akina Azalia watakaosimama kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ndio maana ninaomba Roho Mtakatifu kwa wingi pasipo kipimo, tena kwa namna ya pekee sana. Baba, peke yetu hatutaweza, tubatize kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na kama matokeo yake tutokapo hapa, tutoke tukiwa na nguvu mpya, nguvu ya Roho Mtakatifu, na kwa namna pekee sana tukasimame imara kuishi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baraka zako za namna mbalimbali hebu na zikambatane na kila mmoja wetu, na kilele cha mikutano hii kila mmoja wetu akakili kabisa ya kwamba ilikuwa vema kuwepo katika mikutano hii. Maana hata baada ya maarifa yote tuliyopata, bado Yesu ameonekana ndani yetu. Na hivi ndivyo tunavyoomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.